please mtu. Wengi ambao unakuta wana fake life ni wale ambao wanaendeshwa na mitandao ya kijamii, kwamba huyu mtu mbona hatumoni akipambana, lakini tunaona everyday anapost kitu fulani, ameenda sehemu nzuri, sijui amesafiri, sijui amefanyaje. Sasa hicho kitu kikianza kumsumbua kijana akili, that hiyo ndo starting point ya mtu kuanza ku fake life. Why? Kwa sababu yeye mwenyewe anakuwa hakubaliani na hali kwamba we are different, kwamba kila mtu ana maisha yake. Sasa kama mtu anashindwa kuelewa kwamba kila mtu ana maisha yake, that means hapo ndo changamoto inapoanzia, kwamba mtu sasa ataanza kulazimisha naye kufit in kwenye lifestyle ya mtu mwingine. Una move kutoka kwenye vitu vyako ambavyo na standards zako ambazo ulikuwa umejiwekea, una move kwenda kwenye standards za mtu mwingine. Okay. Yeah. Kwa vijana anawezaje kujenga au kujiamini bila kujilinganisha na watu wengine? Kujiamini ni wewe mwenyewe kujijua level yako ya maisha iko wapi, uwezo wako uko wapi, na kujilinganisha ama kutokujilinganisha na mtu mwingine ni mtu yeye mwenyewe amue. Kwa sababu hivi vitu ukisema mitandao ya kijamii bado itakuwepo na inaendelea kuwepo. Sasa ni mtu yeye mwenyewe amue, mimi nijilinganishe na huyu mtu ama nisijilinganishe. Unajua we have a free will. Ndio. Kwamba mimi namuona mtu fulani ama naona watu fulani. Sasa ni wewe mwenyewe utaamua nijilinganishe na hao watu ama nitake kujishindanisha na hao watu, au nibakie just normal mimi kuendelea kuishi ndani ya uwezo wangu, right? So hiyo pia ni vijana wengi we really have to have focus on our own stuffs, sio mitandao ya kijamii. Sasa mitandao ya kijamii itatuendesha vibaya mno. Usipojitambua, usipojijua wewe ni nani na unataka nini kwenye maisha yako, mitandao ya kijamii itatuendesha vibaya sana. Lakini kuna baadhi ya watu wanaona ku fake life ni kama jambo la kawaida sana, au leo nimemwona vidora leo kavaa kitu fulani, ngoja mimi niende kale yako nikakitafute kile kitu fulani na mimi navaa na post, anavaa na post, alafu anaona kawaida tu. Yani kwa kwao unaonaje okay? Lakini huyo mtu ukijaribu kumwangalia na ukimchunguza vizuri, utakuta muda mwingine ana stress ili apate hicho kitu ambacho amekiona kwa mtu mwingine. Yani yeye sio kwamba hicho kitu kilikopo tayari. Yani mfano umemtolea mfano $, right? Ndio. Umeona maybe $, amevaa kitu fulani, si ndio ulivyosema? Ndio. Then mimi nataka kuvaa hicho kitu alichovaa $. Then kama mimi hicho kitu nilikuwa sijakiwekea budget na nikaenda tu kuchukua hela mahali nikaenda kununua, that means mimi nimeshavuruga mpango wangu ama vitu